kama una afya na kama mwili unauma, kama maisha yako yanaishi kwenye shida ya magonjwa, maandiko yanasema ya kwamba hauwezi ukafanikiwa katika mambo yako, kwa sababu dunia tunayoishi, ukiangalia maandiko utagundua ya kwamba shida tunazopitia hazijaanza leo. Watu wengi wamepoteza fedha zao mahospitalini kwa sababu ya kutoelewa kanuni ya Mungu mbinguni. Marko 5:25. Kitabu cha Marko 5:25, maandiko inasemaje? Marko 5:25, maandiko matakatifu inasema, maandiko yanasemaje? Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu, Biblia inasema mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12. Muda wa miaka 10 na ngapi? Na miwili. Na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi. Soma vizuri msomaji. Na kuteswa mengi. Na kuteswa mengi kwa nani? Kwa mikono ya matibabu wengi. Matabibu, si matibabu. Matabibu. Andiko linasema na kuteswa mengi mikononi mwa matabibu wengi. Yaani anasema huyu mwanamke alikuwa anapitia mikononi mwa madaktari wengi. Tuseme mfano, huyu mama alikuwa anakaa Gatundia kabisa, na alipoonekana akienda kwenye dispensary ya Gatundia akusaidika, alitumwa Rumuruti. Na baada ya kuonekana Rumuruti haikumsaidia, akatumwa Nyahururu. Nyahururu, madaktari waliokuwa pale wakasema ugonjwa huu uko zaidi ya level 5. Akatumwa Nakuru. Baada ya kutumwa Nakuru, ikaonekana madaktari wa Nakuru hawawezi wakamtibu, akatumwa Kenyatta, Nairobi. Nairobi iliposhindikana, akawekwa kwenye ndege huyo mpaka India. Kwa hivyo masumbufu yale huyu mama alikuwa anayapitia, tunaambiwa alikuwa na shida ya kuvuja nini? Damu kwa miaka 12, ambayo lugha rahisi kwa siku ya leo tunasema alikuwa na shida ya hormonal imbalance. Bana, hiyo ndio lugha ambayo wataalamu wanatumia kwa leo, ya kwamba alikuwa na shida ya hormonal imbalance, mahali ambako homoni zake zilikuwa haziwezi kubalance. Sasa aliweza kupata msaada wapi? Tuendelee msomaji. Biblia inasema ya kwamba amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, ya kwamba aliuza mali yake yote aliyokuwa nayo, kusimfae hata kidogo. Anasema ya kwamba baada ya kuuza mali yake hakuweza kusaidika kutokana na matibabu aliyokuwa anayapitia mahospitalini. Bali hali yake ikazidi kuwa nini? Ilizidi kuwa mbaya. In fact, kama kuna magonjwa ambayo saa hii mtu akisikia ako na ugonjwa wa namna hiyo ambayo unashtua wengi na wanaenda kaburini kwa kushtuka, ni ugonjwa wa kansa. Maana hata kuna wengine wanaogopa kupimwa, maana anasema ya kwamba mimi sitaki kujua ya kwamba niko na ugonjwa wa kansa, maana ninajua ugonjwa wa kansa hauna tiba. Mpendwa, siku ya leo ninataka usikie vizuri sana ya kwamba katika ulimwengu ambao tunaishi hakuna ugonjwa hauna tiba, kama viungo vya mwili havijaweza kudhoofika kiasi cha kwamba vimekufa. Endelea msomaji. Biblia, neno la Mungu inasema aliposikia habari ya mkutano wa kurusedi katika eneo la Gatundia, akafanya nini? Alipita katika mkutano kwa nyuma. Alikuja kwa huo mkutano akipita nyuma, akaliguza vazi la Yesu. Na mwisho, maana alisema nikiyaguza mavazi yake tu. Maana andiko linasema ya kwamba yule mwanamke akawaza moyoni
ya kwamba nikiliguza vazi la Yesu tu nitapona. Yeye alijua atapona, na baadaye mara chemichemi ya damu yake itafanya nini? Ikakauka. Twende. Naye akafahamu mwilini mwake kwamba amefanya nini? Amepona msiba ule. Kumbe alipokuwa anahudhuria mafundisho ya krusedi alipata kuguza vazi la nani? La Yesu. Na damu yake iliyokuwa inavuja kwa miaka 12 ikafanya nini? Ikakauka. Sasa tuulize swali, vazi aliloguza ni gani? Twende katika Ufunuo 19, maana kuna uwezekana unaweza fikiria ya kwamba vazi aliloliguza ni hizi nguo ambazo tunavalia, lakini vazi aliloliguza la Yesu, ambalo mpendo tunataka pia nasi tunapoendelea kukufundisha, lile vazi ambalo unaweza kuliguza ili uweze kupona magonjwa yaliyo katika mwili wako, ni vazi la aina gani? 19 mstari wa 8, maandiko inasemaje? Naye akapewa kuvikwa kitani nzuri. Biblia inasema ya kwamba naye akapewa kuvikwa kitani kizuri, ing'arayo safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo, kwa maana kitani hiyo, nguo ya Yesu aliyouguza ni nini? Ni matendo ya haki ya watakatifu. Kumbe basi aliloliguza yule mwanamke alifundishwa mafundisho yaliyo masafi ya nani? Ya watakatifu. Yesu. Matendo mazuri. Matendo mazuri ndiyo tunataka kuangalia unapoendelea kujifundisha kwa maandiko. Matendo mazuri ya Biblia ni gani? Hakuna ugonjwa mpendwa unaoingia kwa mwili ambayo hauna sababu yake ama mahali umetoka. Watu wengi wameangamia, watu wengi wameingia kaburini, watu wengi wanaishi mahospitalini kwa sababu hawajaelewa vazi la Yesu, hawajaliguza vazi la nani? La Yesu, na wajue matendo mazuri ya watakatifu ni gani. Kwa hivyo mwili wa mwanadamu unapokuwa mgonjwa, lazima uelewe ya kwamba kuna kile kimesababisha mwili uwe mgonjwa. Kitabu ni cha Methali 26 mstari wa 2. Ninataka uangalie uone ya kwamba mtu anapokuwa mgonjwa, unapoumwa na mwili, tumbo linaposokota, wakati unaposikia saa zingine magoti yanauma, kichwa kinauma, hapa ndipo tunataka uelewe ya kwamba tumekuja kukufundisha uelewe ya kwamba unaposikia mwili unauma ni dalili ya kwamba kuna kasoro kwa mwili wako. Na kwa sababu hii ni lazima uelewe ni jinsi gani unaweza ukazuia magonjwa ili usiendelee kuteseka katika dunia ukitumia fedha zako nyingi kuzunguka mahospitalini kama vile huyu mwanamke alivyokuwa. 26:2 kitabu ni cha Methali, maandiko inasemaje? Kama shomoro katika kutangatanga kwake. Maandiko inasema kama shomoro katika kutangatanga kwake, na kama bayuwayu katika kuruka kwake. Na kama bayuwayu katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu, kadhalika ugonjwa usio na sababu aumpigi mtu. Hakuna siku mpendwa utashikwa na ugonjwa bila nini? Sababu. Kwa hivyo kama ni mifupa inauma, leo tunataka kuanza kukufundisha kila shida iliyo kwa mwili na kinachosababisha. Ni macho imepotea. Kuna watu ambako unakuta leo hii mpaka watoto wa primary unakuta mtoto amevalia macho 4. Ni lazima uelewe macho yanapopotea. Unaposikia kuna watu wanaenda kung'olewa macho, wanaenda kusafishwa macho, hakuna mtu anafaa kwenda hospitalini kusafishwa macho ama kuondolewa lea ya macho kama unaelewa shida ya macho inatoka wapi. Na sana sana wale watu ambao wengi wanadhoofika kuona na macho yako na shida, lazima uelewe ya kwamba shida ya kwanza inayoleta shida ya macho ni kuwa
na uchafu ama mafuta mengi kwa ini ama maini yako. Na kwa hivyo badala ya kwenda kuoshwa macho na kung'olewa lea ya macho, unafaa uingie kwa figo na uingie kwa ini, ukiondoa zile uchafu na mafuta yaliyo katika hiyo sehemu. Tutakuja kukufundisha zaidi. Lakini hatua ya kwanza ni lazima tukuonyeshe dawa ya kwanza kabisa katika maisha ya mwanadamu ambayo iko ndani ya Biblia. Ukizoea kutumia hiyo dawa kwa nyumba yako kila siku, magonjwa kwa familia 75% umeondoa kwa nyumba yako. Dawa gani hii ya kwanza nakupatia? Na hii hainunuliwi dukani. Hii ni ile unasikia Ufunuo anasema, na ninataka ununue dawa kwangu na ninakupatia bure. Soma pale msomaji. Kitabu cha Ufunuo nafikiri ni 2. Anasema ya kwamba nakupatia dawa na dawa hailipishwi. Kitabu cha Ufunuo aya 3. Anasema dawa anayotupatia ni dawa ambayo haina gharama. Biblia inasema kitabu cha Ufunuo 3:18 inasema nakupa shauri. Biblia inasema nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri. Uweze kuwa tajiri. Endelea. Upate kuwa tajiri. Ndio. Na mavazi meupe upate kuvaa. Na mavazi ambayo tumeona ni matendo mazuri uweze kuyavaa. Ya uchi wako usionekane. Na dawa ya macho ya kujipaka macho. Na dawa ya macho ya kujipaka nini? Macho yako upate kupona. Biblia inasema wote wanipendao mimi nawakemea. Nawakemea na kuwafanya nini? Na kuwarudi. Anasema aya, ukienda usome yote, inasema atakupatia dawa bila kufanya nini? Bila kugharimu, bila fedha. Sasa nataka nikupatie dawa ya kwanza ambaye imekosa familia karibu zote, na hii ndio imesababisha 75% ya magonjwa kama sio 90 kuingia katika nyumba zetu. Na hii dawa ukiipata kwako, dosi ya kila siku, mpendwa, magonjwa yataondoka kwako. Dawa ya kwanza, kitabu cha Methali 17:22. Hii ni dawa haihitaji fedha, na ukiipata kwako mpendwa, awe ni mtoto awe ni mama, hii ukipata kwako umepona. 17:22 Methali. Biblia inasema moyo uliochangamka, sikiza mpendwa, moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Kwa hivyo wakati mtu amefurahia, hiyo ni dawa, si dawa? Dawa kabisa. Sikiza wewe ambaye unanisikiza mpendwa, wakati mtu anakasirika anatumiaga nerves 47, na wakati mtu anapofurahia anatumia nerves 3. Kwa hivyo kadiri unapokosa furaha katika maisha yako, unapoendelea kutumia nafsi nyingi kwa mwili, unakufa haraka, maana unataksi mwili wako mpaka mwili mwisho unakosa nguvu. Kwa hivyo dawa ya kwanza nyumbani ni kuwa na nini? Na furaha. Lakini ukiingia kwa familia nyingi, utashangaa ya kwamba ukitaka kuelewa kama kwako kuna furaha, nenda uone mnapokula chakula jioni kama familia yako, maana mwalimu wa familia yako. Lakini nataka nikupe mfano, kama familia yako mnapokula chakula jioni, auoni meza ikiwa na mama na mzee na watoto pamoja, hiyo familia haina furaha. Kuna mahali mmoja anaficha mwingine, anafichia mwingine white. Maana unapoona chakula kiko mezani, mzee anapelekewa chakula kitandani ama anapelekewa mezani, mama na watoto wanakulia chakula huko ambayo inaitwa kitchen, hiyo familia iko hatarini na magonjwa hayatatoka katika hiyo familia.
Kwa hivyo maandiko yanasema vizuri, moyo uliochangamka ni nini? Ni furaha? Hapana. Biblia inasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Kwa hivyo kama unahitaji dawa kwako, hakikisha kila siku, wewe mama, wewe mzee, wewe mtoto, nyumbani kuko na nini? Kuko na furaha. Lakini ikikosekana, bali roho iliyopondeka. Wakati ambako huzuni umejaa nyumbani, huo huzuni unaleta nini? Uikausha mifupa. Ndio unaona watu sura zimekunjamana. Hata ukimwangalia mtu unaona kama ni mtu ana train taekwondo, maana hasira imejaa kichwani. Uso umekaa kama umefanyiwa wiring, maana ana amani, kumbe inakausha nini? Mifupa. Na mifupa ni nini kinatengenezwa pale? Hapo ndipo mahali damu inatengenezewa. Hapo kwa hiyo mifupa ndiko mahali chembe chembe nyeupe inayotengeneza immunity kwa mwili inatengenezewa. Hapo ndipo chembe chembe nyekundu inatengenezewa. Yaani maisha ya mwanadamu yote yako kwa mifupa. Na unapokasirika mpendwa, tunaambiwa ya kwamba unaanza kupokea magonjwa kwa mwili wako. Hatua ya kwanza, wakati mama unaponyonyesha, kama wewe ni mama unanyonyesha, usiwahi subutu kunyonyesha mtoto kama umekasirika. Hiyo ni sumu, unanyonyesha mtoto. Tunaambiwa ya kwamba ukiangalia watoto wengi ambao tuko nao kwa sasa hivi ni wale ambao wa mama zao wengi walipokuwa wajawazito waliishi katika maisha ya shida na ugomvi, ndio maana wanatoa watoto majambazi peke yake. Maana ukiangalia Manoa wakati alipoambiwa ya kwamba mke wake atazaa mtoto ambaye ni Samsoni, na hizi tutakuja kuangalia zaidi, alipewa onyo ya vyakula ambazo inastahili mama afanye nini? Akule. Ale. Hiyo tutakuja kuangalia. Lakini unapoangalia mama ananyonyesha mtoto kama ana hasira, elewa ya kwamba hiyo ni sumu, na hiyo mtoto utazaa ni jambazi na itakupiga. Kwa nini unafikiri wazazi siku hizi wanatandikwa na watoto? Maana hizi jambazi mulilea kwa tumbo. Na ndio maana inakuwa ni vigumu kurekebisha watoto tabia zao, maana tunaambiwa mtoto tabia inatengenezewa wapi? Yeremia 1:1. Kitabu cha Yeremia. Mpendwa, tunaambiwa ya kwamba familia zetu ni lazima ziwe na furaha. Kama hakuna furaha, kile ambacho unatoa kwa mwili wako ni kemikali inayoingia kwa damu, na ikichafua damu yako, mawazo ya mwanadamu yanaharibika. Na hapa ndipo tuliona maandiko inasema kila mtu ni mwenda wazimu, kasoro tu degree ndio inategemea. Ndio unaona wale degree zimeenda juu ndio wako madhara. Lakini si kwamba wewe si wazimu, ni kiwango haijafika ya uenda wazimu wako ufike madhara. Soma msomaji. Kitabu cha Yeremia ngapi? 1:1. Maneno ya Yeremia mwana wa Hilkia. Anasema anaitwa Hilikia. Maneno ya Yeremia mwana wa Hilikia, mmoja wa makuhani waliokuwa katika Anathothi, katika nchi ya Benjamini, ndio ambaye neno la Bwana lilimujia katika siku za Yosia. Anasema neno lake lilimujia katika siku za Yosia mwana wa Amoni, akasema mfalme wa Yuda, katika mwaka wa 13 wa kumiliki kwake. Ndio tena lilikuja siku za Yoakimu mwana wa Yosia, twende, mfalme wa Yuda, hata mwisho wa mwaka wa 11 wa Sedekia mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Akamwambia, hata wakati ulipochukuliwa mateka Yerusalemu katika mwezi wa 5. Twende. Neno la Bwana lilinijia kusema. Neno la Bwana likamujia Yeremia likisema, kabla sijakuumba katika tumbo. Yaani anasema kabla sijakuumba katika nini? Tumbo. Nalifanya nini? Nalikujua. Kwa hivyo tabia ya mtoto inajulikana hata kabla hajafanya nini? Hajaumbwa katika tumbo. Anapozaliwa, anazaliwa akiwa na tabia ya mama yake. Na ndio maana unaposoma kitabu
cha Yohana 8:44, hapana samahani, ni kitabu cha Ezekieli 16:44. Wakati unapoona watoto wameharibika, wacha kupiga watoto. Tuone kasoro iko wapi. Kitabu cha Yeremia 16, Ezekieli samahani, sio Yeremia. Ezekieli 16:44 inasema, tazama kila mtu atumiaye midhali. Anatumiaje? Atatumia midhali hii kinyume chako, akisema kama mama ya mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Kwa hivyo unapotaka kujua tabia ya mama, uangalie nani? Angalia wasichana wao. Kabisa. Kwa hivyo kama mtoto ni kichwa mbaya, mama ndio zaidi kichwa marenge. Maana yule anayeelea mtoto na akawa na tabia ni ile jinsi ambavyo unastahili kuishi, jinsi ambavyo unastahili kukaa na ulimwengu. Na ndio maana maandiko inasema ya kwamba wewe ambaye unakosa furaha nyumbani, unapokuwa mama unabeba mtoto, unapokuwa unalisha mtoto, unapokuwa unanyonyesha mtoto wako, asilimia kubwa ya tabia inatokana na vile ulivyolea mtoto tumboni na vile ambavyo unanyonyesha yeye. Tabia hizi zingine ni zile zinaitwa za kuiga kwa dunia, lakini 75, unapoona mama anasumbua, unapoona msichana anasumbua nyumbani, elewa kasoro maandiko inasema iko wapi? Iko hapo nyumbani, kwa mama. Mama ndio kasoro kwa kichwa. Hiyo ndio family itakuja kutufundisha. Sasa mimi katika hii furaha ninataka uone vizuri ya kwamba ili uepukane na magonjwa katika maisha yako, hatua ya kwanza, usiwahi kula chakula kama umekasirika. Never should you try. Afadhali uvute bangi kuliko kukula chakula kama umekasirika. Maana unapokula chakula kama umekasirika, matokeo ni gani? Kitabu ni cha Mhubiri 9:7. Msomaji, kama wewe ni mwanaume, kama wewe ni mwanamke, kama wewe ni mtoto, unapokasirika, hiyo chakula weka. Ukikosa maasira kwa kichwa, ndio utakuja kukula. Lakini ukikula chakula kama umekasirika, afadhali bangi. Afadhali uvute bangi kuliko kukula chakula kama umekasirika. Mhubiri 9. Biblia inasema, mstari wa 7 inasemaje? Wewe nenda zako. Maandiko inasema wewe nenda zako, ule chakula chako kwa furaha. Kwa hivyo hatua ya kwanza, kama umekasirika, maandiko inasema usile nini? Chakula. Kwa nini? Biblia inasema wewe nenda zako. Andiko inasema wewe nenda zako, ule chakula chako kwa furaha. Ule chakula chako kwa furaha. Unywe mvinyo yako kwa moyo wa kuchangamka. Ule mvinyo wako kwa moyo wa kuchangamka. Kwa kuwa Mungu amekwisha kuzikubali kazi zako. Kama Mungu amekwisha kubali kazi zako, maandiko inasema ule chakula kama umefanya nini? Umefurahi, kama umechangamka. Unapokula chakula kama umekasirika, kasoro iko wapi? Kwa wale ambao ni wasomi, tunatumia lugha ambayo ni ya Kiingereza. Sijui niwekeje kwa lugha ya Kiswahili. Kuna kitu tunaita sympathetic nerves kwa mwili. Wakati mtu amekasirika, zile nerves ziko kwa mwili zinagoma kusiaga chakula, zinafungika. Kwa hivyo chakula chochote unachoweka kwa tumbo kama umekasirika haitumiki. Badala yake ikiingia kwa mwili inaenda kuoza huko na inatengeneza chang'aa na busaa kwa tumbo. Wewe ni mlevi kabisa. Amina. Hiyo nimekubali kabisa. Kwa hivyo kama umekasirika mama, hata usipikia watu. Kama unasikia mzee umekasirika, usiende huko sebuleni kula chakula, maana hiyo ni sumu unatia kwa mwili wako. Maandiko imekataa. Wakati unapotumia sympathetic nerves kwa mwili na umekasirika, mawazo yako yote
yanawacha kufanya kazi, yanarudi mahali umekasirika. Ile chakula ikiingia kwa tumbo inakosa kushughulikiwa. Ule mumemenyo wa chakula ambao tunaita ni digestion inapokosa kufanya kazi ikiwa kwa tumbo, unatengeneza fermentation, na fermentation ni ulevi kwa mwili. Lakini wakati unapofurahia, kuna kitu tunaita kwa Kiingereza parasympathetic nerves, na wakati umefurahia mwili wote unachangamuka, akili zako na usagaji wote wa chakula unaelekea kwa tumbo, na ile chakula inasiagika. Inaitwa kitu tunaita, hii ya sympathetic inatengeneza inaitwa fight and flight, lakini ya parasympathetic nerves inatengeneza kitu tunaita sleep and digest. Kwa hivyo pia katika usagaji wa chakula uko na elimu yake. Ni kama mtu anaingia chakulani, akimaliza kula chakula anaenda kwa bafu kuoga. Hiyo ni sumu unatengeneza kwa mwili. Usiwahi subutu kula chakula alafu unakimbia kwa bafu, unaleta mauaji kwa mwili wako. Kwa hivyo maandiko yanatuonyesha kama kuna mahali kubwa ya magonjwa yetu yanatokea, ni wakati ambako mwanadamu anatumia vyakula kama amekasirika, badala ya kula vyakula ambavyo unakula kama mwili umechangamka. Na ukitaka kuelewa ya kwamba kanuni ya maandiko kila wakati iko wazi, hakuna swala lililo katika maandiko ambalo Mungu akujua wanadamu vile watakavyoishi. Na Mungu akasema ili kuepukana na magonjwa, maana anasema nitawaondolea magonjwa ambao nilipiga wa Misri, katika kitabu cha Kutoka 15:26. Msomaji, Mungu anasema ya kwamba tukiguza vazi lake, tukubali kufuata sheria zake na tuwe na matendo mazuri, hakuna mtu wa Mungu anastahili kuwa mgonjwa, ukielewa kanuni za afya. 15:26 kitabu cha Biblia inasema, maandiko inasema, akawaambia wana wa Israeli kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana. Kile ambacho tumekuletea mpendwa ni kwamba kama utasikiza sauti hii kwa bidii, sauti ya Bwana Mungu wako, sauti ya Bwana Mungu wako, na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kuyafanya yani kufuata kanuni za afya, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kutega masikio usikie maagizo yake, na kuzishika amri zake, na kuzishika amri za afya, mimi sitatia juu yako maradhi yoyote. Ya kwamba anasema ukikubali kula vizuri na ukubali kufuata sheria za Mungu, hakuna ugonjwa utaingia wapi? Kwa mwili mwako. Niliyowatia wa Misri. Kwa nini aliwatia wa Misri magonjwa? Twende. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Wa Misri walikataa amri za Mungu, Mungu akawaachilia wakala nyama, hata Waisraeli mpaka zikatokea kwa mapua. And by the way, kama kuna kitu unaweza ubiri mkosane na watu, waambie wasile nyama. Na kama kuna kitu kimeleta madhara na magonjwa ni nyama katika dunia, usipojua jinsi ya kuitumia, na hiyo tutakuja kufundisha. Maana nyama inapoingia kwa mwili inachukua siku 3 ndio isiagike. Au stahili kutumia chakula kingine chochote unapokuwa umemeza nyama. Wewe unakaa kama nyoka imemeza kitu mpaka kitaoza kwa tumbo ndio utakubali kula chakula kingine. Hiyo tutakuja kujifundisha zaidi. Lakini mahali ambako tuko kwa sasa hivi ni kwamba tukikubali amri za Mungu na tukikubali kufuata maagizo na sheria za Mungu ambazo amepeana ili tuwe na afya nzuri, atatuondolea magonjwa ambayo anasema aliwapiga wa Misri nayo. Hizi chakula ndizo zilifanya shambani mwa Edeni Adamu na Hawa wakafukuzwa. Ukiangalia Yesu anapojaribiwa katika dunia, akiwa katika ulimwengu huu, Yesu anajaribiwa pia. Kwa nini? Katika kitabu cha Mathayo 4:4
Sikiza mpendwa, ya kwamba tunaishi katika kipindi cha mwisho. Wanadamu wengi hawajui ya kwamba mahali ambako tunaelekea kunaenda kujengwa mahospitali ya kansa, mahospitali ya pressure kila katika county kwa sababu ya ulaji mbaya. Yesu pia anajaribiwa kwa njia gani? Mathayo 4:4 maandiko inasemaje? Biblia inasema ama anzia mstari wa 3. Wa 3 inasema mjaribu akamjia akamwambia. Biblia inasema ya kwamba mjaribu akamjia Yesu akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu amuru kwamba mawe haya. Ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate. Naye akamwajibu akasema, naye Yesu akamjibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kwa hivyo mikate ama chakula inaandamana na nini? Na neno. Kwa hivyo kama unakula chakula nyumbani na hata maombi huna, hata ujui kanuni za afya ambazo Mungu amezitoa, elewa ya kwamba hautaendelea kuishi maisha yaliyo na amani. Na ndio unaangalia kitabu cha Methali 15:13 kinasema vizuri sana ya kwamba mili ya wanadamu inaendelea kupatwa na magonjwa kwa sababu hatua ambayo tunaendelea kuizungumzia, na ndiyo hatua kubwa. Hata kama uko na nyama, hata kama uko na chapati zako, hata kama uko na vitoweo ambazo ni tamu, sikiza kitakachofanya chakula chako kiwe cha maana kwa mwili wako. 15 kitabu cha Methali mstari wa 13 uruke uende 17. Maandiko inasemaje? Biblia neno la Mungu inasema, Biblia inasema moyo wa furaha. Tunarudi pale ya kwamba moyo wa furaha uchangamsha uso. Unapoona mtu amekunjamana uso, ni nini kiko ndani yake? Hana furaha. Alafu bali kwa huzuni wa moyo roho upondeka. Ndio unaona watu wanakasirika mpaka wanauana. Unasikia mtu wanaulizana shilingi 50, wanatandikana mangumi, wanang'oana meno. Kumbe ni nini kimeharibika? Moyo wa nini? Wa huzuni ndio unaponda roho. Alafu Biblia inasema mstari wa 17, chakula cha mboga penye mapendano. Hata kama unakula chakula mpendwa na ni cha mboga, akina mafuta, akina chumvi, mahali kuna mapendano, ni bora kuliko ng'ombe aliyenona. Ni bora kuliko mtu ameenda kwa bucheri akalete nyama imenona. Pamoja na kuchukiana. Wakati unapoona nyumbani watu hawapendani, watu wanachukiana, hiyo chakula inayotumika nyumbani, tumeambiwa hata kama ni nyama imenona, hata kama ni chapati zimejaa kwa nyumba, hizo vyakula unapoweka kwa mwili, tunaambiwa ya kwamba ni sumu kwa mwili wako. Hii ndiyo changamoto mpendwa ambayo wanadamu wanapitia katika dunia. Maana kwa nyumba unakuta kama ni mama anapokula chakula, moyoni mwake anaomba huyu mzee atakufa lini. Kama ni mzee anapokula chakula, anauliza hii shetani itaniondokea hapa lini. Ile chakula unapoila ikiingia kwa mwili, uelewe ya kwamba kule kukasirika peke yake kunatoa asidi nyingi kwa mwili, kunatoa gastric juice ikijaa kwa tumbo. Ndio maana unaona siku hizi watu wengi wanaishi na madawa ya ulcers na madawa ya H. pylori. Kile kinasababisha hii, kabla ya kuleta vyakula zinazosababisha hizo magonjwa, hatua ya kwanza ni kula vyakula. Hata kama ni nyama, hata kama ni samaki unakula, hata kama ni umeana umejaza kwa sufuria, kama hakuna mapendano, maandiko inasema hiyo chakula inakaaje mpendwa? Biblia inasema inasema chakula cha mboga penye mapendano. Chakula cha mboga penye mapendano ni bora kuliko ng'ombe aliyenona. Pamoja na kuchukiana.
mahali popote unapoona mtu anaishi na chuki moyoni mwake, hata mwili wake na damu yake inachafuka. Na ndio maana nikakwambia, mfano leo tumeongea na mama mmoja akaniambia anarudisha mtoto shule, maana wanafunzi walienda shule wakakuta mwanafunzi mwenzao amekufa kwa domu. Walimu wamekataa kumpeleka hospitali. Wale wanafunzi waliingia kwa madomu, wakavunja vioo zote, wakaingia ofisi ya principal, wakapiga ofisi na mawe, wakaharibu kila kitu. Unafikiri ni kupenda kwao? Ni kwa sababu akili zao zimejaa sumu. Ni wasimu ziko mashuleni ambazo wanafikiria ni watoto, lakini kumbe damu zao zimejaa uchafu, zimejaa kemikali ambazo wanapoangalia mwanadamu yeyote yule wanaona ni mtu ambaye hafai kuishi katika dunia. Ndio maana wanachukua mawe wanaua mtu. Na kwa sababu hii ndio maana Mungu anasema ya kwamba chakula chako hata kikiwa kitamu namna gani, kama kuna chuki kwa hiyo nyumba, kama hakuna upendano, kama hakuna furaha, hiyo chakula tunaambiwa ya kwamba mnayoendelea kula ni sumu katika maisha ya wanadamu. Kwa hivyo hatua ya kwanza ndio tunaona ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba na akasema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Akampa chakula ambayo tuliangalia jana. Lakini baada ya mwanadamu kula chakula ambacho Mungu akumwagiza, mawazo ya mwanadamu yakaharibika. Ile sura na tabia ya Mungu ikakosa kuonekana. Na ndio maana siku ya leo mtu anapozaa mtoto, kimaandiko mtu anapozaa mtoto, maana katika Mwanzo 1:26 msomaji, Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba kwa mfano na sura yake. Je, wale watu wanaozaliwa leo hii ndio tunataka kuangalia, wako mfano wa Mungu ama ni mfano wa nani? Twende katika Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Kwa hivyo mwanadamu akiumbwa alikuwa na sura ya nani? Ya Mungu na mfano wa Mungu. Je, wanadamu wanapozaliwa siku ya leo, baada ya kula vibaya, wanazaliwa kwa mfano wa Mungu ama mfano wa nani? Kitabu ni cha Mwanzo 5:3. Mwanzo 5:3. Adamu akaishi miaka 130. Adamu akaishi miaka 130. Akazaa mwana kwa sura yake na kwa mfano wake. Biblia inasema Adamu akaishi miaka 130. Akazaa mwana kwa sura yake na tena kwa mfano wake. Mfano wa Mungu umepotea kabisa. Sura ya Mungu imepotea kabisa. Na ndio maana ukiangalia tabia ya Mwenyezi Mungu ni kwamba wanadamu ambao tunaishi nao, baada ya Adamu kula tunda na yule mwanamke waliyekula naye, walipofukuzwa katika shamba la Edeni, sura na mfano wa Mungu ukafanya nini? Ukapotea, ukatoweka kabisa. Kwa hivyo leo hii unapoenda kuona mtoto akizaliwa, hao wamama ndio wepesi, unasikia nasema, ai, hiyo sura ni ya hiyo mzee kweli. Kana jirani. Kwa sababu mbeleni mtu alipokuwa anazaliwa ama alipoumbwa alikuwa sura ya nani? Ya Mungu. Sasa wameshuku hii sura ni ya nani? Ya jirani. Kwa sababu zile vyakula ambazo mwanadamu anatumia zimebadilisha mpaka sura ya nani? Ya mtu na hata mfano wa Mungu. Mpendo anataka kusema nini? Ya kwamba Bwana wetu ni mwema, maana anataka kuturudisha katika njia iliyokuwa bora, njia ambayo wanadamu wangeishi, mahali ambako kulikuwa na upendano, mahali kulikuwa hakuna makasiriko, mahali ambako wanadamu wangejali wengine na kuona wengine wakiwa wa maana kuliko wao. Leo hii ubinafsi,
self imeingia katika maisha ya mwanadamu, na mwanadamu amekuwa mtu ambaye ajielewi. Na kwa hivyo Bwana Mungu anataka kutuambia turudi katika njia kuu ambayo kutoka siku ya kesho ninataka tuanze kujifundisha jinsi ya kuwa na lishe bora ambayo inaweza zuia maradhi na magonjwa katika miili yetu. Maana mahali tunaelekea kama wanadamu hawataangalia, utakuja kugundua ya kwamba watu takribani wote wanaenda kuwa na tukio moja, na hili tukio ambalo wanaenda kuwa nalo ndilo litafanya watu kukosa uzima wa milele. Maana wanadamu wa siku hizi wanakula chochote ambacho wanakutana nacho. Niliwaambia kipindi ambacho tuko nacho, wale ambao ni watengenezaji vyakula, hata wanapotengeneza vyakula na kuipatia majina, wao hawakosei. Maana wanajua ya kwamba mtoto atakapokula vibaya atabadilika mpaka akili. Mpaka leo hii wametengeneza vyakula ambazo mpaka wako na chakula inaitwa KDF. Sijui mwenye alitengeneza hii chakula. Kuna ngumu na KDF, hatuzungumzi ngumu. Nataka uone ile chakula imekithiri katika soko zetu, inaitwa KDF. Unafikiri kwa nini chakula inapewa mtoto na inaitwa KDF? Nilipokuwa ninaangalia maandamano ya Gen Z walipokuwa wanang'oa geti za bunge, ni akina nani walikuja kuzima hizo fujo? KDF. Yeah. Kumbe mtoto amekula nini? KDF. Kwa hivyo ambaye atakabiliana naye ni nani? KDF. Mtashangaa. Kila chakula mtoto anayopewa, usipoangalia mpendwa, jinsi ambavyo unalisha mtoto wako, mzazi, nataka kukuhakikishia siku ya leo, jiandaeni kukabiliana na KDF kwako nyumbani. Maana hao watoto watabadilika kuwa ma KDF, hata sio polisi na sio AP na sio prison police. Maana hao ndio watoto wameshinda hata wazazi kurekebisha tabia, kwa sababu chakula unayopatia mtoto imemfanya kuwa mgumu kama KDF. Kwa hivyo wewe mzazi, endelea kununulia mtoto KDF na utakabiliana na hii KDF ya kwako. Kitambo KDF ya mabunduki ifike, utakuwa umehamishwa kwako nyumbani na utaenda kuishi kwa kambi ya jeshi. Hapo ndio mahali hawatakukuta. Maana hao walivamia mpaka kambi za polisi, wanavamia mpaka hata makambi ambaye ni ya AP, wanachoma magari. Mahali hawakuingia ni wapi? Kwa KDF peke yake. Kwa hivyo wewe wapatie chakula ukifikiria haina madhara, lakini nakwambia utalea KDF, utawalisha KDF na watakuhamisha kwako nyumbani. Kila chakula unacholisha mtoto wako ni lazima uangalie ni chakula cha namna gani, anayekitengeneza hicho chakula ana madhumuni gani katika maisha yako. La sivyo tunaenda kuwa na majambazi wengi katika dunia, na hakuna mtu watasikia mpaka waletewe KDF. Maana mnawapikia KDF, watakabiliana na KDF peke yake. Mpendwa, Yesu anarudi mara ya pili, na hakuna mtu ambaye atafaulu katika maisha yake. Ikiwa unahitaji familia iliyo na amani, ikiwa unahitaji watoto walio na furaha, ikiwa wewe mama unahitaji kuishi na mzee mkiwa na furaha, elewa ya kwamba ni lazima uangalie kile ambacho unapika katika sufuria yako, ndicho kitategemea utalea familia ya namna gani. Masomo haitaenda kutusaidia, kuwa na mali haitaenda kutusaidia. Maana tumeambiwa hata wale wanaokula vyakula vinono, kama hakuna furaha, ikiwa ni chuki katika vyakula vyenu, bado tunaendelea kulea watu ambao mwisho wao tukio tunaona ni gani. Ninapomaliza na kitabu cha Mhubiri 9:3, hili ndilo tukio ambalo limefanya wanadamu katika dunia wameonekana hawawezi wakaelewa dunia yetu mahali imetoka na mahali inakoelekea, kwa sababu sufuria zetu ambazo ndizo zinaleta maafa katika dunia, watu wamekataa kusikia mafundisho na maagizo ya Mungu. Watu wanasema
hata kama ni chochote unakutana nacho, kile siwezi nikakula ni chuma tu. Leo hii ukienda Baringo unakuta punda zimeisha, kwa sababu ndio chakula cha wanadamu. Na unapomaliza kula chakula ama nyama ya punda, tabia naye inakuwa ni ya punda. Kile unachokula kinatengeneza tabia yako. Ukikula kuku kwa wingi, akili ni ya kuku. Ukikula ng'ombe kwa wingi, kama ujui jinsi ya kukula hiyo nyama, akili ni ya ng'ombe. Mungu atatupeleka katika maandiko yake ili uweze kuona, ili mwanadamu aweze kuwa na akili timamu. Kuna vile Mungu ameagiza wanadamu wale, lakini wakikataa, mpendwa, sisi tutahubiri, na hukumu inapokuja usiseme hatukusikia. Maliza na hilo fungu, msomaji. Biblia kitabu cha Mhubiri 9:3. Andiko inasemaje? Bahili hilo ni katika mambo yote yanayofanyika chini ya jua. Anasema bahili na mambo yote anayoyaona yanayofanyika katika chini ya jua ni gani? Ya kuwa wote wanalo tukio moja. Wote wanalo tukio moja. Naam. Zaidi ya hayo, mioyo ya wanadamu imejaa maovu. Wanapokula vibaya, mioyo ya wanadamu imejaa nini? Maovu. Na wazimu umo wapi? Umo mioyoni mwao. Kwa hivyo wanaangalia, wanaona wanadamu wanapojaa maovu, kile kimejaa akilini ni nini? Ni uasimu. Wale wazazi nakwambia, wanaolea watoto kwa sasa hivi, hatutakosa kuambia kila siku ya kwamba usipoangalia chakula unachopatia mtoto wako, hakika mahali ambako tunaelekea siku za mwisho, utakuja kugundua ya kwamba watoto wanapoendelea kula vibaya, wewe angalia sana sana, unakosa kulisha mtoto vizuri. Unauza mahindi, unauza maharage, unanunulia mtoto mandazi, na unakuja kushangaa mtoto anakaa kama hiyo mandazi. Maana nimekuambia kila chakula unayoitumia, kama ni ng'ombe unakula, akili ni ng'ombe. Kama ni punda unakula, akili inakaa kama ya punda. Kama ni mandazi unakula, akili inakaa kama mandazi. Kwa nini nasema hivyo? Ukiangalia mandazi ni kubwa, si ni kweli? Kabisa. Ndani inakuwaga na kitu? Hakuna. Kwa hiyo mtoto anakuwa ni mkubwa lakini hana akili. Nimekuelewa. Ndio. Kama unakula mandazi kwa wingi, hayana virutubishi vya kujenga ubongo wa mtu. Wao unakuwa ni mnene, maana hizo cells zitakuwa kubwa, lakini katika katongolia bure kabisa. Wewe nenda uangalie watoto shule vile wanasumbua walimu. Uangalie wengi ni wale wanakula mandazi kila siku. Yaani iko hivi daktari. Yes. Ukikunywa pombe, si unakaa kama pombe tu. Wewe unakaa kama pombe. Si ni kweli hiyo? Ukikula mandazi, unakaa kama mandazi. Ukikula gumu, unakuwa gumu kama hiyo gumu. Gumu kabisa. Hautasikia. Kwa hivyo Bwana Mungu anahitaji nini katika maisha yetu? Bwana anahitaji turekebishe, tuweze kuangalia alipomuumba mwanadamu alikusudia nini katika dunia. Na ndio maana kutoka kesho Bwana Mungu atusaidie na atujalie mema, ili tuweze kuona lishe bora ya mwanadamu. Kama mnafungua makao ya vyakula, tuanze kuelimisha watu zile vyakula ambazo zinastahili katika maisha ya mwanadamu, itakayofanya mwanadamu aondoe maovu katika akili yake, uasimu uondoke kwa mwili wake, ili amtumikie Mungu. Yesu anaporudi mara ya pili katika dunia, akute watu ambao wamejiandaa kwa ajili ya kumulaki mara ya pili. Tuende tukapumzike, tuondoke katika dunia hii siku ya kesho majaliwa, maana bado tungali tunasubiri funguo kwa ile nyumba ama kile chumba ambacho tuliomba ya kwamba kitumike kama hospitali, ambayo tulisema ni ng'ambo ya barabara, na tuliambiwa mwenye alikuwa na funguo yuko mbali. Tunatarajia kutoka kesho
ya kwamba kama atakuja mapema tutakuwa na upimaji, na tukawaambia upimaji ni bure. Dawa kama zitapatikana hatutakulipisha, lakini tukiondoka hapa baada ya majuma mawili, mahali utatufuata wewe ndiye utakuwa umetuajiri. Lakini kadiri Yesu alivyotenda kazi yake na akasema, mnapoenda kuhubiri mahali ambako mtakuwa kuna watu wanatezeka, kuna watu wanaumia, hawana uwezo kifedha ili waweze kushughulikiwa kwa magonjwa yao, Mungu ametupa hiyo neema kwa majuma mawili kasoro siku ya jana na leo. Kesho majaliwa tutakuwa tunaanza upimaji, na kama dawa zitakuwa zimefika tutaprovide free kwa ile kiwango ambayo Mungu atatuwezesha. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kesho tutaendelea na kipindi cha afya ambayo tumesema katika mambo yote ya dunia, kama afya yako si nzuri, afadhali maskini asiye na pesa, maana ugonjwa unakula fedha kwa mujibu wa maandiko, na mtu anabaki maskini uihai. Na Mungu wetu aweze kuwabariki. Amen. Tuombe. Baba wetu mwema, asanti kwa sababu ya nafasi ya kipekee. Tumeona ya kwamba furaha ni dawa, na ndiyo ya inahitaji katika familia zetu na katika kila sehemu ya institution katika dunia. Upendano pasipo na machukiano ni dawa ya kwanza katika familia zetu, na kwa sababu wengi na familia nyingi zimekosa huo upendo, Yesu tunaomba uwape bure. Wasaidie wale ambao wanasikia sauti hii, ili wanapoendelea kulishika neno lako liweze kuwa la kuwasaidia na la manufaa katika maisha yao, ili wanapobadilika na kuja karibu nawe Yesu, uwaondolee magonjwa na matatizo yanayoendelea kuwasumbua katika maisha yao. Neno lako liko wazi ya kwamba sheria zako zinapokiukwa ni lazima wengi wanaingia katika hali ya taabu na magonjwa, lakini wengi watakaporudi katika sheria zako Yesu utawasaidia, na wengi watapona, watakuja kwako na watalitukuza na kuliinua jina lako, na ni katika Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. God bless you. Tunapoendelea na vipindi vingine, Mungu awabariki. Tabibu